Hapa niko mtaa wa Mafia na sikukuu ndani ya Kariakoo, Dar es Salaam. Na hapa ukiangalia nyuma yangu unaona kuna products za kutosha. Hizi zote ni spare za pikipiki, bajaji, spare za guta. Yes, ukifika katika mitaa hii ya sikukuu na Mafia utakutana kuna na maduka mengi kabisa ya uzaji wa hizi spare. Lakini utofauti wa maduka mengine na duka letu la ABY Genuine Spare Parts au King Masai, bei zetu ni tofauti kabisa na hayo maduka mengine mengi ambayo nayaona huko nje. Yes bwana, wekundu wa Msimbazi Simba wameanza safari mpaka Eswatini au Swaziland ya zamani. Kule kwa King Mswati, ukisema hivyo wengi ndio wanaifahamu Eswatini ukimtaja King Mswati. Lakini sisi wakati huu tunazungumza mawili matatu, na moja ya kitu ambacho tunakwenda kukizungumza ni kikosi chenyewe cha Simba na mazingira yao ambao wanakwenda nayo. Jana wameachia traveling list, ile orodha ya wachezaji ambao watasafiri na kuelekea katika huo mchezo ambao unapigwa katika mji wa Lobamba katika uwanja wa Somhololo. Yes, siku ya Oktoba 26 sawa na saa 9 kwa saa za kwao, saa 9 jioni, na saa 10 kwa saa za hapa nyumbani, kwa maana ya saa za Afrika Mashariki. Sasa katika hii mechi ukiangalia ile orodha ya wachezaji ambao Simba wamewaweka ambao wanaenda nao, kuna majina hayapo katika kikosi. Moja ya majina hayo ni Musa Pinpin Kamara. Huyu wengi tunafahamu kwamba aliumia katika mchezo dhidi ya Gaborone United, ule wa pili wa marejeano ambao ulichezwa hapo kwa Mkapa. Yes, ulikwenda sare bao 1-1, lakini aliumia, aliingia Yakubu Suleiman aka Zuma. Lakini mchezaji mwingine ambaye anakosekana katika kikosi hicho ni Alassane Kante. Kante anakosekana katika kikosi cha Simba. Sasa athari zake ni nini au mpango uko vipi? Naomba unisikilize kwa umakini, kwa utulivu wa hali ya juu. Ikumbukwe kuna siku niliwahi kuzungumza kwamba ujio wa Dimitar Pantev ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi, mchezaji ambaye namuona kabisa anaenda kunufaika na ujio wa kocha huyu ambaye wenyewe wamemtambulisha kama meneja, ni Alassane Kante. Yes, nilisema huyu namuona anakwenda kunufaika kabisa. Yaani mchezaji wa kwanza ambaye sina wasiwasi naye ni huyu. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia Dimitar Pantev amepata nafasi ya kuingia Simba baada ya kiwango bora ambacho alikionyesha dhidi ya Simba akiwa na Gaborone United. Ile Gaborone United yake ilikuwa inacheza katika mazingira mbalimbali, kwa maana ya mifumo, lakini pia kwa maana ya uteuzi wa wachezaji. Mchezaji ambaye alionekana muhimu zaidi katika kikosi cha Gaborone United, kwa wale ambao walifuatilia mechi vizuri, ni captain wa Gaborone United. Captain yule anaitwa Disele Lebohang. Disele Lebohang ndio mchezaji ambaye alikuwa anaonekana anafanya movements nyingi za hatari kwenye kikosi cha Gaborone United. Alikuwa anashuka chini, anakuja kusupport build up, anaondoka na mipira na kwenda kulink safu ya ushambuliaji. Ataenda wide kwa maana kwenda upande wa kushoto ili kusupport build up, atakwenda upande wa kulia kusupport build up kwa maana ujenzi wa mashambulizi. Lakini kama haitoshi, ni mchezaji ambaye timu ikiwa haina mpira, quick reaction yake inakuwa ni haraka. Utamwona narudi katika kituo kwa haraka, akiwa flexible kunusa, kama tukio linapita upande wa kushoto aende, kama linapita upande wa kulia aende. Kwa hiyo alikuwa anafanya movements nyingi kweli kweli, na ndiye ambaye huwa anaaminiwa hata katika kupiga mipira ya kutengwa. Huyu mkataba wake uliisha msimu uliopita, lakini kocha Dimitar Pantev ndiye ambaye alisisitiza huyu aendelee kusajiliwa, aendelee kubakia ndani ya kikosi cha Gaborone United. Kwa hivyo aliendelea kusalia pale. Sasa moja kwa moja picha kubwa ambayo nilikuwa naamini kwamba Dimitar Pantev ndani ya kikosi cha Simba, kama ametuonesha akiwa na Gaborone United, mchezaji wake funguo, a key player, ni kiungo wake wa ulinzi ambaye anacheza kwenye box zote mbili, kwa maana ya Lebohang Ditsele ambaye ni captain. Naamini ndani ya Simba mchezaji mwenye kaliba hiyo ya Lebohang Ditsele ni Alassane Kante. Huyu ndo mwenye tabia ya Lebohang, ni kiungo ulinzi. Ukiangalia mechi ya Namungo
ndo utaona hiyo reference kubwa zaidi, hiyo picha kubwa ataipata. Ni kiungo ambaye anaonekana taratibu, anaanza kuonesha makali yake. Yes, ni kiungo ambaye anafanya kazi kubwa, timu ikiwa haina mpira, timu ikiwa ina mpira, unamwona anakwenda kuwalinda hawa walinzi wakati anawapa garantii ya ulinzi. Kwa hivyo huyu ndio mchezaji ambaye niliamini atakwenda kunufaika. Ukirudi nyuma katika mechi yake ya kwanza ambayo Dimitar Pantev amecheza katika michuano, katika mechi ya kirafiki, kwa maana mechi yake ya kwanza kabisa ni dhidi ya Al Hilali ya Sudan, mechi ambayo ilichezwa General Isamuyo hapa Mbweni, Dar es Salaam. Hii mechi Alassane Kante alikuwepo katika safu ya kiungo cha ulinzi. Wale Hilali waliweka highlights zao, tushia kuzijadili hapa. Waliweka highlights zikionyesha namna ambavyo mechi ilikuwa na matukio mazuri kwa upande wa Hilali. Ukiangalia yale matukio, tukio la goli, yani goli ambalo limekwenda kufungwa, Alassane Kante alikuwa ndo mtu wa mwisho, yani anaonekana kama center back, yani kama mtu wa mwisho ambaye amekaa nyuma ya walinzi. Pale hakukaa kwa bahati mbaya. Ilikuwa mpira upo kwenye eneo la midfield, yeye ameshuka chini anasubiri kusupport akitokea pale chini. Kwa hiyo wakati lile shambulizi linapita pale kwa haraka, wanakwenda kushambulia wale Al Hilali, ilikuwa Kante hayupo katika kituo chake cha msingi cha ulinzi cha kiungo cha ulinzi. Kwa hiyo inakuonesha kwamba huyu kiungo wa ulinzi ameshuka mpaka chini kuja kusapoti movement ya timu katika kusogea mbele. Ile mechi walishinda magoli 2-1, Alassane Kante akiwepo katika eneo la midfield. Katika mechi ile pia yeye ndo alikuwa kiungo wa ulinzi peke yake, kiungo wa ulinzi, kwa sababu walicheza 4-3-3. Ule utatu wakati ulikuwa una Awesu kulia, una Neo Maema kulia, Awesu kushoto, Neo Maema kulia. Hao wote ni viungo wa kushambulia. Juu yake Elim Panzu, Ahua na Joshua Mutale. Hao wote ni washambuliaji. Kwa hiyo Dimitar Pantev alikuwa anacheza na viungo wa ushambuliaji 5, anacheza na kiungo wa ulinzi 1. Mechi ya pili ambayo Alassane Kante hakuwepo, yani alishaumia, ni ile ambayo ilichezwa Gymkhana. Ni mechi ambayo Simba alikubali kichapo cha mabao 4-1. Katika kituo cha kiungo wa ulinzi, Alassane Kante alikosekana. Mchezaji funguo kwenye timu yake alikosekana, na baada ya kukosekana ilibidi acheze Nabi Kamara. Tulikuja kuizungumzia hiyo mechi hapa, kama tutakumbuka vizuri. Kwa hiyo kucheza Nabi Kamara katika lile eneo ilipelekea, of course mimi mechi sikuona, lakini nilisema hapa kwamba naamini kukosekana kwa Alassane Kante, mchezaji ambaye anaamini huyu ndio bora zaidi katika hii safu ya kiungo cha ulinzi, that's why mechi kule alimpanga peke yake, huenda ikawa miongoni mwa tatizo ambalo limetokea. Ukimwangalia Nabi Kamara ni mchezaji mzuri, lakini when it comes timu ina mpira, timu ikiwa na mpira with the ball tunaita team with the ball, utaona quality yake. Team without the ball, bila ya uwepo wa mpira kwa timu, unaona alivyokuwa passive katika safu ya kiungo cha ulinzi. Sasa basi, kitu ambacho naamini ni kwamba mechi hiyo, yani ile mechi ya pili ya Gymkhana ambayo Simba ilipoteza, walicheza na almost na viungo ambao wote wana kaliba ya kuattack, kwa sababu Kamara alicheza kama namba 6, pembeni yake alicheza Joshua Mutale, kulia yake alicheza Neo Maema. Hao wote hao ni attacking minded. Kule juu yake pia walicheza Ahua, Selemani Gomez, na upande wa kulia alicheza Elim Panzu. Kwa hiyo ukiangalia almost wote ni attacking. Hakukuwa na kiungo wa ulinzi hapo pase. Kwa hivyo kukosekana kwa Kante ilikuwa ni pigo. Sasa wanakwenda katika mechi Eswatini dhidi ya Nsingizini Hotspurs bila Alassane Kante. Naamini Simba wenyewe, kwa maana mashabiki hawana stress, hawana pressure. Wanaamini kabisa kwamba Nsingizini Hotspurs ni kibonde na wataenda kumpasua. Of course kwenye makaratasi ipo hivyo, lakini kocha siku zote huaga anatamani kuwa na silaha yake muhimu uwanjani. Kwa hiyo licha kwamba anakwenda kucheza na vibonde, lakini mwenyewe Dimitar Pantev anakwenda katika mechi akiwa naamini hayupo sawa, akijua anamkosa moja ya wachezaji muhimu ambaye ni Alassane Kante ndani ya kikosi chake. Kwa hiyo ili ni pigo la Dimitar Pantev. Watu wengine inawezekana wasielewe, lakini kwa Dimitar Pantev ili ni kama pigo. Good thing ni kwamba ana Yusuf Kagoma katika hilo eneo, ingawaje kaliba ya uchezaji sio kama Alassane Kante, sio kama Lebo Hang Disele. Yeye ana aina yake ya uchezaji, na
option nyingine ni hiyo ya Nabi Kamara. Kwa quality na daraja la Nsingizini Hotspurs inawezekana ikawa vizuri, kwa maana ya Simba wanaweza kuwafunga au kuwa dominate kwa vile namna ambavyo wanataka. Bwana, hiko ndicho ambacho ningependa kushare. Sasa wewe kwenye comment section hapo unaweza kuweka mtazamo wako. Unaonaje? Wewe unaona kukosekana kwa Kante ni pigo, au hujaona kama mimi unaona ni sawa tu, hata kama Kante hayupo bado timu ina nguvu na wanaweza kufanya vizuri katika hiyo mechi? Weka comment yako katika comment section, lakini endelea kuwakumbusha kwamba kwa wale wote ambao wanahitaji spare za bajaji, za guta, za pikipiki, sehemu sahihi ni mtaa wa Mafia na Sikukuu, duka la ABY Genuine Spare Parts au King Masai Shop. Hilo ni duka ambalo linapatikana mtaa wa Mafia na Sikukuu ndani ya Kariakoo. Wote ambao wanahitaji spare, nendeni pale. Spare zao ni bei nafuu kabisa. Kwa hiyo usipate tabu when it comes unahitaji spare. Fika kwa King Masai ABY Genuine Spare Parts na utanikumbuka. And here we go.